Bodi ya Kahawa Tanzania iliwapatia wazalishaji hao wa miche ya kahawa mikataba 6 ambayo ilikuwa na jumla ya miche ya kahawa ipatao 390,000. Mikataba hiyo iliwanufaisha wazalishaji 6 tu kati ya hao wazalishaji 8. Miche ambayo idadi yake ni ndogo ikilinganishwa na mahitaji ya wakulima. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri imechukua hatua ya kuzalisha miche mingine ipatayo 203,000 kwa kushirikiana na wananchi wa maeneo ya Nyamalamba, Mkelema, Njelela, Lusala, Kiyombo, Mkwimbili na Kitewele, ambapo halmashauri imetumia jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 7,370,000 kwa ajili ya ununuzi wa mbegu zipatazo kilo 58, viroba kilo 1,000 na kuwawezesha vijana wanaosaidia shughuli za mikono katika uzalishaji wa miche. Hivyo, katika msimu huu wa kilimo, jumla ya miche inayotarajiwa itapandwa ni miche ipatayo 593,000 na hii miche itapandwa shambani ifikapo Januari 30, 2026. Ikiwa malengo ya halmashauri ni kufikia uzalishaji wa miche ipatayo milioni 1,500,000 katika msimu wa kilimo 2026-2027. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ifuatayo ni majedwali ya... Ndugu zangu, viongozi wakubwa wanatuhamasisha. Tuna kiongozi wetu Mheshimiwa mkuu wa mkoa Mtaka, Anthony Mtaka. Si mnamfahamu jamani? Ndio. Wakati wote Anthony Mtaka anatuhamasisha kwamba viongozi tuache kukaa ofisini, tuje wapi? Tuje shambani. Kwa hiyo safari hii tutakuja sana shambani. Tuna mkuu wetu wa wilaya yupo vizuri sana. Mheshimiwa mbunge yupo vizuri sana. Tuna diwani wetu. Nimeambiwa hapa kwamba diwani kila hatua alikuwa yupo na nyinyi bega kwa bega. Naombeni muungeni mkono. Sawa jamani? Muungeni mkono, ni kijana mwenzetu ili achape kazi tupate maendeleo. Nyinyi mnatambua umuhimu wa kufanya uwekezaji. Na huu ndio uwekezaji unaotakiwa. Leo ukiwa na nguvu unawekeza, baadaye unakula matunda. Nimefurahishwa na kauli mbiu yako. Umesemaje ile? Utajiri upo shambani. Utajiri upo shambani, si ndio jamani? Ndio. Kwa watu wa Mawengi mimi niwapongezeni sana sana sana. Nianze kwa kupongeza kile kikundi ambacho kimezalisha miche hapa, kikundi cha Kahama. Hongereni sana. Miche ina ubora, miche mizuri. Yaani inaonekana ipo green, imehudumiwa vizuri. Hongereni sana. Mwenyekiti upo hapo mwenyekiti. Mwenyekiti usijifiche mwenyekiti. Hongera sana mwenyekiti kwa uzalishaji huu mzuri. Mwakani anazalisha kiasi gani? Mwakani tunatarajia azalishe 100,000. 100,000. Safari hii 60,000. Hongera sana mwenyekiti. Kwa mimi niwapongezeni sana wananchi wa Mawengi, na kwanza nianze kwa kuishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kukumbuka kwamba tuna wakulima huku, lazima tuzalishe miche tuwagawie bure. Si ndio jamani? Ndio. Ipoje hiyo? Safi sio safi? Safi. Kwa Mheshimiwa Rais ameona kuna umuhimu wa kuwainua wananchi kiuchumi kwa kugawa hizi ruzuku ambazo unaona vitalu vinazalishwa na nyinyi wananchi mnagawiwa bure. Kwa kutambua mchango huo, ndugu zangu, mimi niwaombeni sana. Kama walivyosema, mashimo yanakaguliwa, mtu ndo apewe miche. Msidanganye. Usifike ukaenda kuegesha kwenye migomba. Nenda kapande. Leo utaona kama shida, ila baada ya miaka 1-2 utafurahia hichi ulichokifanya leo. Na mimi kwa namna nilivyoona hapa, afisa kilimo, kwa namna nilivyoona hapa, naelewa kuna maeneo hawajahamasika kama hapa. Yapo maeneo hawajahamasika. Tena mengine hata ya katani kwangu. Kule Njelela, maana naenda na waelekeza watu, jamani, hebu andaeni mashimo ya kahawa na nini. Naona kama hawajahamasika. Zile kahawa tuwaletee watu waliohamasika. Tuwaletee watu waliohamasika. Wapande, mwishoni halmashauri itapata kipato na wao watapata nini? Watapata kipato. Tusiache kule ikabalagazwa kule. Kwa hiyo fanya utafiti, wale watu kama hawahitaji tulete hapa. Gari la halmashauri lipo, sisi halmashauri tutaweka mafuta. Yaani sisi tutawafuata wakulima. Na niwaambie, sisi halmashauri ya wilaya Ludewa kwenye kipindi cha miaka 5, mtu atakaye jikita kwenye uzalishaji wa mazao ya biashara atanufaika.
Sisi kama halmashauri tunataka kutenga fedha nyingi kwa ajili ya shughuli za uzalishaji wa mazao ya biashara. Wale wanaolima parachichi watazalishiwa miche ya parachichi, watagawiwa bure. Wanaolima kahawa watagawiwa bure. Ni kwa miaka 5 mfululizo. Kwa jipangeni. Tutagawa bure. Korosho tutagawa. Yaani kwenye wale wanaolima ufuta kule kwenye maeneo ya ufuta tunazo mbegu tayari, tunazo. Kwa Ludewa tumesema kwa sababu Ludewa ni eneo kilimo kinastawi. Hatuna shughuli nyingine huko. Lazima tu capitalize kwenye kilimo. Lazima nguvu zetu zote na akili zetu tuziweke kwenye kilimo. Kwa ndugu zangu, jipangeni. Sawa jamani? Sawa. Jipangeni, na mimi mwenyekiti wenu nipo. Si mnanifahamu jamani? Ndio. Mimi naitwa Vice Charles Mgine. Na namba yangu nitaacha hapa. Kama afisa kilimo hajaleta kahawa huko watu waliokosa, mnipigie. Kwamba bwana siku zile ulisema kuna kahawa zimezalishwa sehemu nyingine. Watu wale hawajahamasika. Tuleteeni sisi. Sisi tupande, watakuja kujifunza baadaye kutoka kwetu. Lakini niombe maafisa. Kwanza kwa majina naitwa Gibson Sule, ni afisa kilimo ambaye ni mratibu wa zao la kahawa wilaya ya Ludewa. Leo tuko kwenye uzinduzi wa ugawaji wa miche ya kahawa bure kwa wananchi. Kwanza tuseme tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia bodi ya kahawa Tanzania, ambapo bodi ya kahawa ya Tanzania inatusaidia kuwagawia wananchi miche ya kahawa bure, kwa maana ya kwamba inaingia mikataba na wazalishaji wa miche ili waweze kuwapatia fedha wazalishe miche, kishazalisha miche ya kahawa ili iweze kugawiwa kwa wananchi bure. Na kwa msimu wa 24-25 bodi ya kahawa katika halmashauri yetu tumepata mikataba 6, wazalishaji 6 wamepewa mikataba na bodi ya kahawa, ambapo wanazalisha jumla ya miche 390,000 na miche yote imezalishwa kwenye hivyo vitalu. Na leo hapa tuko kwenye kitalu kimojawapo ambapo tuko kwenye kikundi kinachoitwa Kahawa ni Mali, kwa maana kwa kifupi wanaita Kahama. Tuko kijiji cha Lupande. Kikundi hiki kimepewa dhamana ya kuzalisha miche 60,000. Tunakwenda kuiona sasa hivi wakati mgeni rasmi atakapozindua zoezi la ugawaji miche bure kwa wakulima. Lakini kwa jitihada za bodi ya kahawa bado tumeona miche ni michache. Halmashauri kupitia mkurugenzi mtendaji na kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na mbunge, halmashauri nasi tumetia nguvu pale. Tumeongeza uzalishaji wa miche. Halmashauri peke yake tumegharimia kuzalisha miche 203,000, ambapo jumla ya miche yote ambayo mwaka huu itaenda shambani ni 593,000. Kwa hiyo halmashauri tumejikita kwenye kuhamasisha wakulima wa kahawa waweze kuzalisha kahawa, kwa maana ya kwamba hili ni zao la kimkakati katika halmashauri yetu na ni zao la kibiashara. Na sasa hivi tumeona kuna mwamko mkubwa sana. Wakulima ni wengi wanaohitaji miche, na hata miche hii ambayo tunaenda kugawa safari hii bado haitoshelezi. Japokuwa si halmashauri tunao tumetia jitihada kwenye uzalishaji wa miche, bado tunaona haitoshelezi. Na malengo yetu sisi ni kufikia uzalishaji wa miche walao ifike 1,500,000. Na kwa kuwa safari hii tumezalisha miche 203,000, mwakani tutarajia tufikie walao miche 1,500,000 ambaye itagharimiwa na halmashauri. Kwa hiyo tukiongezea na tutakayopewa mikataba na bodi ya kahawa utakuta tunafikia walao tutapunguza mahitaji ya wakulima. Na kwa ujumla kwa sasa hivi hali ya uzalishaji wa zao la kahawa tunaona linakuwa, kwa sababu awali tulikuwa na eneo linalolimwa zao la kahawa ni hekta 328. 2024 tulikuwa na jumla ya hekta 320. Lakini sasa hivi tunavyozungumza tuna jumla ya hekta 540 ambazo tayari zina kahawa na wakulima wanachuma kahawa. Lakini kwa msimu huu tulionao leo tunavyozungumza tunaenda kufanya zoezi la uzinduzi wa ugawaji wa miche ya kahawa. Tunatarajia miche tulionayo ina uwezo wa kupandwa kwenye eneo lenye ukubwa wa hekta 156. Kwa hiyo utakuta eneo letu linazidi kuongezeka mwaka hadi mwaka. Kuongezeka kwa eneo la uzalishaji tunategemea pia
uzalishaji wa mavuno yataongezeka. Kwa mfano sasa hivi tuko kwenye wastani wa uzalishaji wa tani 300 kwa mwaka. Kama eneo tutakalopanda mwaka huu na tulilopanda mwaka jana likianza uzalishaji, maana uzalishaji utaongezeka kutoka tani 300 kwenda kwenye wastani wa tani walau tufikie walau tani 1000 inapofika mwaka 2030. Hayo ndio malengo yetu makubwa. Tunaye kahawa ya mzizi mkuu ambayo inaitwa compact. Kahawa hii ni mpya na inazaa sana, na hii inavumilia ukame, pia inavumilia magonjwa ya majani. Kwa hiyo hii ndio inazidi kuwashawishi wakulima kuona kwamba inawapunguzia gharama ya kutumia madawa kwa ajili ya kudhibiti magonjwa na wadudu. Kahawa hii inazaa vizuri. Mfano ninavyozungumza sasa hivi, wakulima wanatoka kuuza kahawa hivi karibuni. Hapa tulipo kata hii ya Mawengi, wakulima walionufaika safari hiyo wamekusanya jumla ya bilioni 1.1 ambayo ipo ndani ya kata hii ambapo tulipo. Kwa hiyo utaona hao walikuwa wanapata jumla ya mavuno yao wanaweza kupata jumla ya milioni 700, milioni 800, lakini sasa hizo wamevuka wanaenda kwenye bilioni 1.1. Lakini kwa halmashauri nzima tumefikia makusanyo ya jumla kwa wakulima wamekusanya fedha jumla ya bilioni 1.8. Kwa hiyo unaona sasa hivi hali ya uchumi wa wakulima sio mbaya, na sisi tunaendelea kuwahamasisha kutokana na kwamba kahawa inavyozidi kupanda bei, basi na wakulima wanazidi kunufaika. Ukusanyaji wa mapato, sisi tunaona hili ni zao muhimu sana, na ndo ni zao letu la kipaumbele la kibiashara, na ndio maana unaona halmashauri baada ya kubaini kwamba miche tunayepewa mikataba na bodi ya kahawa haikizi mahitaji ya wakulima wote, na sisi tukaamua tuongeze jitihada. Mkurugenzi ametenga fedha, tukaongezea uzalishaji, kwa maana kwamba tumeona umuhimu wa hili zao na tunatarajia zao hili ndio liwe zao kuu na liwe endelevu kwa wakulima kwa ajili ya kuwaboreshea kipato wa wananchi, na si kwa ajili tu ya mapato ya halmashauri, bali kipato cha mwananchi mmoja mmoja, na baadaye halmashauri na kitaifa kwa ujumla. Hili zao lina faida kubwa sana kwa sisi wananchi wa Lupande, limetupa faida kubwa sana kwa sababu tunauza, tunapata hela kwa muda mwafaka, na ile hela tunafanyia mambo mengi, mahitaji yote ya nyumbani, kupeleka wanafunzi shule, kulima kwa kununulia mbolea, mambo mengi sana. Tunanunua mbolea kupitia hii kahawa, na kahawa hela yake inafika kwa mwafaka na bei yake ni kubwa, inaridhisha. Napokea kwa mikono miwili na tunafurahi kwa sababu wangesema tutafute si wenyewe miche, nafikiri tungefeli. Serikali imetufanyia mambo mazuri sana 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 sana, na tunashukuru na tunaomba tena liendelee miaka yote iwe hivyo. Mwafaka sana 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 kwa sababu inatupa faida nyingi. Wanafunzi kupeleka shule, mahitaji mengi pale nyumbani tunapata kupitia hii kahawa. Maana isingekuwa kahawa tusingekuwa na hali kama hii. Watu wanajenga majumba, wananunua visauzi kupitia hii kahawa, wananunua ng'ombe kwa ajili ya mbolea, kila kitu kupitia hii kahawa. Tunawashukuru kwa kweli viongozi wa juu kwa kuliona hili kwamba watuletee hii miche. Tunashukuru kwa kweli. Kwa majina naitwa Raymond Joseph Paul. Sisi ndio wahudumu wa kitalu hiki. Tupo wanachama kama 10. Tunafanya kazi ya kuzalisha miche hapa. Mpaka mwaka huu saizi tunayo miche 60,000 tumezalisha, ambayo wananchi leo wataichukua, na tuna matarajio ya kuongeza tena, na baadaye tutaomba tena mbegu nyingine tuweze kuendelea kuwatika ili wananchi wawe na kipato zaidi. Na tumeweza tena huko vijijini kuhamasisha watu waendelee kupanda kahawa. Mimi nikiwa katibu wa kitalu na vile vile kijijini kwa komiti wamenichagua mwaka juzi, na hamasisha watu kupanda kahawa. Kwa hiyo tukishirikiana na serikali na ninyi na sisi kwa pamoja, wananchi hao watakuwa na kipato zaidi. Halmashauri tunaipongeza sana sana, imefikiria kwa mapana kwa mwananchi hii asiye na kipato, hata kuku ana yeye atafanyaje? Unajua akipewa miche 100 na zaidi tayari mwakani atanua kuku, atanua mbuzi, atakuwa na kipato. Kwa hiyo halmashauri kwa ujumla tunaipongeza. Faida zitakazopatikana kwenye zao hili ni pamoja, wanafunzi watasoma, wataenda shule, watu watakuwa na kipato, watakuwa na usafiri, watamaliza michango yote, wataishi katika maisha bora, watajenga. Mambo yatakaa vizuri. Mambo yote ya msuyo mwananchi juu ya fedha
yatapungua tabu, wataenda hospitali kwa urahisi, hawatanyanyasika. Wito wangu kwa wilaya ya Ludewa, naomba wachangamkie fursa hii, wapande kahawa, kwani ni zao mkakati, lina pesa, linamuondoa mwananchi huyu kutoka pale hadi pale. Mimi mwenyewe nimeshaona. Kwa hiyo kwa wilaya ya Ludewa ninawaomba wahamazike kupanda hii miche kwa maeneo yanayokubali miche hii. Sawa. Kwa sababu kahawa sijaanza leo. Nina miaka mingi. Sawa. Mimi hiki kitu ni kama kwa namna nyingine toka baba yangu alikuwa nayo, sawa. Kwa hiyo nilikuwa na ile kazi naifanya mimi kwa umri wa wakati huo. Baadaye na mimi nikapanda ya kwangu wakati mzee yupo. Basi unajua ukiwa unafanya kitu na mtu aliyetangulia alikuwa nacho, kwa hiyo namna ya kuimudu kahawa inakuwa ni rahisi, yani unaelewa kila kitu. Na kipindi cha enzi hicho walikuwa wanaelekeza, walikuwa wanapitia mabwana shamba, sawa. Mabwana shamba na kuelekeza namna ya kufanyaje, namna ya kuipangilia kahawa. Unaona, kupangilia kahawa, unajua watu kinachosumbua sana, mpangilio wa kahawa hii imepandwa, sawa, mwanga katikati, namna kutoa machipukizi. Sasa mtu anapanda namna kutoa machipukizi hajui. Inawezekana hatujui, labda inawezekana mabwana shamba ni wachache, hatujui, na muda mwingine ni wewe mwenyewe kutokwenda kuomba bwana shamba. Imenivutia kwa sababu hakina gharama kubwa na kinasaidia kutatua shida nyingi. Kivipi? Kwa mfano, unakuwa na debe moja la kahawa, naweza kutolea hela nyingi, ikasaidia hata kupeleka mtoto shuleni. Nimependezwa kwa zao la kahawa, inatuletea faida kujikimu katika maisha, na pia serikali imetoa ruzuku. Pia mwananchi, ilivyokuwa zamani tulikuwa tunashindwa kupanda kahawa kwa sababu walikuwa wanaiwatika kwa kuuza kwa bei ghali, na sasa hizi serikali imetoa ruzuku, tunanufaika kwa kuchukua miche bure na kwenda shambani.